tunahitaji kuongeza na kuendelea kufundisha watu waone hiyo kwamba ni sehemu ya imani yetu na ushuhuda wetu na wajibu wetu. Kwa hiyo kuna changamoto. Teolojia ya kweli haiangalii tu mbinguni huku miguu yake ikikanyaga na kuharibu dunia. Watu wanainua tu mikono kuomba, kutaka na kwenda mbinguni, lakini miguu yao inazidi kukanyaga na kuharibu dunia na uumbaji wa Mungu. Imani hai inajidhihirisha kwa jinsi tunavyotunza udongo, maji, viumbe, mimea, vyote vinavyotuzunguka. Katika siku hizi mbili, ndugu zangu, za mafunzo, ninatarajia kwamba mtajifunza teolojia ya ekolojia na mbinu bora za kutathmini hali ya ekolojia katika mazingira yetu na kuona hatua za kuchukuliwa katika shughuli za kilimo himilivu, upandaji miti sahihi na usimamizi wa rasilimali za maji, ardhi na mimea. Na ninyi wenyewe kutoka hapo kuondoka na kuwa watetezi na waelezi wa elimu. Teolojia ya ekolojia maana yake ni hiyo ya sisi kutafsiri imani yetu na wajibu wetu kwa uumbaji kwa vitendo. Nawaomba muwe makini, naomba muulize maswali, naomba mbadilishane uzoefu baada ya mafunzo haya. Sitarajii kwamba mtakaa na ujuzi huu ndani ya vichwa tu, lakini ninatarajia kwamba mtaenda mkawe nuru na mkawe chachu ya mabadiliko. Kila mmoja wenu ni mwalimu mwenye dhamana ya kuokoa mazingira yetu na kuboresha ustawi wa jamii zetu. Kanisa halina jukumu la kuokoa roho za wanadamu pekee, nimekwisha kusema hili na ninarudia tena, bali linao wito wa kiungu wa kuponya, kurejesha uhusiano uliovunjika kati ya wanadamu na uumbaji wote. Aliyekuwa kiongozi wa kanisa la Anglikana duniani, Askofu Rowan Williams, alisema teolojia ya mazingira inatukumbusha kuwa hatuwezi kuwa na uhusiano sahihi na Muumba ikiwa tunanyanyasa na kuharibu kile alichokiumba. Hatuwezi kuwa na uhusiano sahihi au uhusiano sahihi na Muumba ikiwa sisi tumenyanyasa na kuharibu kile alichokiumba. Uhusiano wetu na dunia ni kioo cha uhusiano wetu na Mungu. Andrew Munisi, katibu wa idara ya uwakili na miradi wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini. Kwa siku hii ya leo, dayosisi yetu ya Kaskazini iliandaa semina au mafunzo maalum kwa walimu ambao ni TOT kuhusiana na mazingira, jinsi ya kuhusisha neno la Mungu kutoka katika Biblia takatifu na uumbaji wa Mungu. Na tumealika wawezeshaji mbalimbali ambao watafundisha wachungaji, watafundisha viongozi wa idara za wanawake, umoja wa wanaume, umoja wa vijana, lakini pia na wakufunzi kutoka vyuo mbalimbali, ili watakapopata mafunzo haya ambayo ni ya siku mbili, basi waweze kwenda kuyafanyia kazi katika sharika, katika mitaa na katika maeneo ambayo wanatoka. Sisi kama KKT Dayosisi ya Kaskazini chini ya Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Frederick Onaeli Shaw, ambaye amekuwa mdau mkubwa sana na balozi wa mazingira katika dayosisi yetu kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro, Tanzania,
lakini pia yeye ni mwenyekiti wa task force ya Lutheran World Federation ambaye inaandaa sera ya mazingira ya Lutheran World Federation kwa dunia nzima, na tukaona ni vizuri basi tukaanzia hapa nyumbani kuendelea kuelimisha viongozi wa dini au viongozi wa kanisa mbalimbali ili waweze kuchukua mafunzo hayo na kwenda kuyafanyia kazi kwenye maeneo yao kwa ajili ya kutunza uumbaji wa Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kwamba wawezeshaji wetu kupitia Father Dr. Aidan Msafiri ambaye amekuwa mbobezi katika masuala haya ya mazingira, amefundisha vizuri na ameelekeza vizuri namna ambavyo sisi kama watumishi wa kanisa na wadau mbalimbali wa mazingira tunaweza kuhusisha neno la Mungu ambalo nimelisema kutoka katika Biblia. Naitwa Padre Aidan G. Msafiri, lakini ni mtaalamu na mbobezi katika tasnia ya mazingira, hasa katika maadili ya mazingira na teolojia ya mazingira. Tuko katika chuo hiki cha Biblia na teolojia cha Kanisa la Kiinjili la Kiluteri hapa Mwika, na tumekuwa na semina ya siku 2 iliyofunguliwa na Mheshimiwa sana Askofu Shaw, Dr. Shaw, ambaye baada ya ufunguzi wake wa semina hii nilitoa mada yangu iliyohusu mambo mawili mazito. Kwanza, maana ya teolojia ya mazingira, kwa Kiingereza ecotheology, ni tawi la teolojia ambalo linahusu jinsi mwanadamu anavyopaswa kuishi katika dunia ya aliyojaliwa na Mungu, aliyothaminiwa na Mwenyezi Mungu, aliyokodishiwa na Mwenyezi Mungu. Katika Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15, Mwenyezi Mungu alimganjia Adamu na Hawa bustani ile ya Edeni, akawaambia wailime na kuitunza. Kwa hiyo msingi wa imani ya utunzaji wa mazingira ni teolojia hiyo ya kumheshimu Mungu. Ni ibada, ni heshima, ni wajibu. Hii ni nyumba ambayo Mungu ametujalia, tunaita dunia, na nyumba hii tumekodishiwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo maana hiyo pana ya ecotheology inatudai sisi sote kuweza kutunza dunia na mazingira yote. La pili, tumechambua na kuangalia changamoto kuu za utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Ziko changamoto nyingi, naomba nitaje chache ambazo zinakualika wewe na mimi kuweza kuponya mazingira yanayoharibiwa. Leo hii kuna ongezeko la joto duniani kubwa, tunaona mioto inayoendelea huko Ulaya, tunaona upungufu wa mvua kwa ajili ya kilimo, kwa hiyo kuna athari katika kilimo. Tunaona ongezeko la hewa chafu inayoleta magonjwa, tunaona ongezeko la mafuriko nyakati za mvua za El Nino katika sehemu na majiji mbalimbali, kwa mfano Dar es Salaam, na magonjwa yanayotokana na mafuriko. Tunaona upungufu wa rasilimali mbalimbali katika dunia, upungufu wa bioanuai, wanyama, mimea imetoweka kwa kasi zaidi. Tunaona pia uharibifu wa misitu, uharibifu wa sehemu mbalimbali za mama dunia. Hizo ni changamoto ambazo zinazoonekana, visible challenges, lakini kuna athari ambazo hazionekani katika uharibifu mzima wa mazingira, na ambao taasisi yangu ambayo inaitwa Kilimanjaro Consortium for Development and Environment imekuwa ikijizatiti kuotesha miti. Tumehamasisha sana leo katika semina hii kuwa ni watu wa imani ya kijani. Imani ya kijani sio swala la Yanga na vyama vingine vya kijani au na nguo za kijani au na jezi za kijani. Ni ukijanyishwaji wa paradiso irudi pale ilipokuwa. Mungu alipomuumba Hawa, Adamu na Eva na Hawa, aliwapa wajibu wa kutunza ile paradiso, wa kukijanyisha dunia. Na ukijanyishaji huo umefikia mahali ambapo ni hatarishi. Watu wanajali faida
ya maisha yao, faida ya biashara zao, kuliko dunia hii ambayo sasa hivi, niseme kwa neno baya tu, inabakwa na matendo hatarishi yasiyoendelevu ya mwanadamu. Matendo hayo ni uchukuaji wa rasilimali kutoka kwa mama dunia, kuliko mama dunia anavyoweza kujizatiti na kujirudisha katika uzalishaji wa rasilimali hizo, ambazo kwa leo dunia ina watu takribani bilioni 9 na rasilimali haziongezeki, watu wanaongezeka. Tanzania ina watu milioni 68, rasilimali haziongezeki. Kuna ukataji hovyo wa miti, kwa ajili ya mkaa, kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Leo tumewata tunasikitishwa na uvunaji holela wa misitu ya binafsi, misitu ya serikali, misitu ya vizazi vijavyo, miche au tuseme mimea iliyoteshwa na watu karibu miaka 100 iliyopita. Watu hawaoni kwamba ni kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo semina hii imelenga malengo makuu manne. Kwanza, uelewa wa pamoja kwa wadau hawa ambao ni viongozi wa dini, ni wachungaji, ni wadau wa mazingira, ni wazee wa kanisa, na hivyo wakiweza kuwa na uelewa pamoja kuhusu thamani ya mazingira, thamani ya uumbaji na uponyaji wa mazingira, ni kitu cha msingi kabisa kitakachokuwa kinatusaidia. Lakini lengo la pili la semina yetu ilikuwa ni uwajibikaji wa pamoja. Tunapowajibika ni kwamba tunamkiri Mungu, tunapowajibika kutunza dunia, kutunza rasilimali, kutunza uumbaji, kuponya uumbaji, kuachana na vitendo au mifumo inayoharibu ile afya ya maji, afya ya udongo, afya ya anga, basi tunakuwa ni ibada. Tunamheshimu Mungu, tunamheshimu Ruah, tunamheshimu Yawe, tunamheshimu Ebeneza, na tunamheshimu huyu Mungu anayeitwa kwa majina mbalimbali kwa uumbaji wake, na tunauendeleza. Ni mwenyekiti idara ya vijana jimbo la Karatu. Binafsi kwanza nimefurahi na nimejifunza kitu kikubwa sana. Nimejifunza kuhusiana na utunzaji ama uwakili kwa njia ya kiroho na kimwili pia, katika kuhakikisha tunayatunza mazingira. Tunaishi kwenye dunia iliyojaa usasa mwingi, dunia ambayo tumekuwa binadamu wenyewe tumekuwa waharibifu sana wa mazingira. Lakini pia ukisoma kitabu cha Mwanzo kinatukumbusha kuhusiana na uwakili ambao Mungu ametupa kwa maana ya kutunza mazingira. Mungu alitupa mamlaka, akasema nendeni duniani mkatawale, samaki, ndege, viumbe vyote vimetajwa pale. Kwa lugha rahisi, mwanadamu tulipewa mamlaka makubwa sana kuhakikisha kwamba kwanza tunakuwa mawakili wazuri, tunakuwa watunzaji wa mazingira na kile ambacho Mungu ametupa hapa duniani. Lakini imekuwa tofauti sasa hivi. Kupitia somo la mwalimu na Profesa Aidan Msafiri amezungumza kuhusiana na ndani ya siku moja tu, imagine chupa zaidi ya milioni 1 zinazalishwa. Maana yake ni uchafu ambao unapatikana. Vyanzo vya maji leo vimepotea. Miaka ya nyuma ilikuwa tofauti sana, enzi za mababu yetu tulikuwa na vyanzo vingi vya maji, lakini leo vimepotea. Yote aliyesababisha nani? Mwanadamu amesababisha. Kwa ninaamini haya ambayo tumefundishwa leo binafsi yamekuwa kama nyenzo, ambapo tunafahamu kwamba elimu ni nyenzo ambayo inakuondoa katika hatua moja kukupeleka katika hatua nyingine. Kwa ninaamini kabisa kwamba na kule usharikani nitafika na kuendelea kuelimisha washarika, maana tumekuwa tukielimisha kuanzia ngazi ya Kipa Imara na Sunday School, na kuwepo na kitalu cha kuwafundisha namna ya kutunza miti na kuiotesha na mazingira. Kwa hiyo tutaendeleza yale ambayo idara ya uwakili imeendelea kuyahimiza na kuyasimamia katika sharika zetu.